Okay, karibu sana. Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Karibu katika maongezi yetu ya afya ambayo tunakuwa tunazungumza kuhusu matatizo mbalimbali ya kiafya, na kama ilivyo desturi tunapenda kuzungumzia kuhusu masuala ya uzazi, tunazungumzia masuala ya wanawake, wanaume, watoto, masuala ya sukari, pressure, nguvu za kiume na matatizo mengi sana tunakuwa tunayaongelea, lakini bila kusahau hijama. Sasa kama bado hujasubscribe, basi subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza katika kupata nakala zetu za kila siku. Sasa leo tutapenda kuzungumza kwa ufupi kuhusu dalili za awali za kisukari. Yaani utajuaje kama wewe una dalili za awali za kisukari, yaani ile dalili za kwanza za kisukari, utazijuaje kama tayari unazo? Sasa leo ndo tutakapozungumzia au tutakapolenga katika mada yetu. Sasa moja ya dalili ya kwanza ambayo wengi wanapitia bila kujua kwamba ni moja ya dalili za kisukari. Sasa sio lazima uwe nazo 7, huenda unazo 2, unazo 3, unazo 4, unazo 5 au unazo zote au unazo moja, basi unaanza kuingia katika dalili za awali za kisukari. Na leo tutazungumza kwa ufupi sana kuhusu dalili hizi 7. Dalili ya kwanza ni kukojoa mara kwa mara. Ukijikuta wewe muda wa usiku unapata mkojo wa mara kwa mara, basi unakuwa tayari umeingia katika wimbi kubwa sana la dalili kubwa ya kisukari, kwamba unaingia katika wimbi la kisukari, kwa sababu mwili wako unakuwa unajitahidi kutoa sukari nyingi kupitia mkojo, kwa unajikuta unakojoa sana. Lakini pia sababu ya pili au dalili ya pili ni kiu kali isiyoisha. Yaani unajikuta unapata kiu kali sana, yaani kiu ikitoka hii unakuta kiu haiishi, yaani unakunywa maji mengi lakini bado kiu inakuwa bado ipo, kwa sababu mwili wako unakuwa unataka upunguze kile kiwango cha sukari mwilini kwa kuneutralize kile kiwango cha sukari ambacho kilichokuwepo mwilini. Kwa unajikuta unakunywa maji mengi lakini kiu hakikati, yaani kiu hakiishi, kwa sababu mwili wako unapoteza sukari kupitia maji mwilini yanavyoingia. Yaani maji yanavyoingia yanapunguza kile kiwango cha sukari. Kwa unajitahidi kunywa maji. Ni sawasawa kama mtu ambaye amewashwa na pilipili, lazima atajitahidi kunywa maji kwa muda mrefu ili apunguze yale makali. Lakini kuna wale watu wengine unakuta wanakunywa labda wamekula chumvi nyingi au sukari nyingi au kitu kitamu kingi, au umekula keki, umekula kitu ambacho kina nta au kina chochote au asali, au unakuta mtu anataka anywe maji. Kwa unapokuwa unakunywa maji anafanya neutralization katika mwili wake. Lakini tunazungumzia pia njaa kupita kiasi. Kwa hiyo ukijikuta unapata njaa kupita kiasi, maanake nishati yako mwilini inawahi kuisha haraka, inamaanisha wewe unakuwa katika wimbi la dalili za awali za kisukari, ambazo unakula lakini bado unahisi njaa. Unakula lakini unahisi njaa kwa sababu sukari haingii katika seli vizuri. Yaani tunamaanisha nishati inakuwa ni ndogo mwilini mwako. Kwa hiyo unajikuta unahitaji kula mara kwa mara. Kwa hiyo ni dalili ya 3. Lakini tukiendelea na dalili ya 4 ambayo tunaizungumza hapa, unakuta umechoka haraka bila sababu. Yaani kuhisi uchovu muda mwingi, unahisi uchovu muda mwingi, yaani wewe kitu kidogo tu unajikuta uchovu, umechoka, mwili uko ovyo, maanake wewe tayari umeingia katika wimbi la dalili za awali za kisukari. Lakini mwili wako hupati nguvu ya kutosha kwa sababu unakosa nguvu za kutosha. Kwa mwili wako unakuwa unapoteza ile energy ya kutosha kwa sababu ya uchovu unakuwa unaupata. Lakini sababu ya 5 ni kuona ukungu, tunasema blurred vision. Maanake unaona ukungu, yaani unaona kama giza hivi.
tunazungumzia kitu kama hicho. Yani unapata giza giza mara kwa mara. Yani unaona giza ukitembea, unaona giza, unaona vibaya. Labda unatembea unaona vizuri, baadaye unaona ghafla uoni tena. Au una macho kuna muda anaona, kuna muda uoni. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya kisukari katika dalili za kwanza zile za awali. Lakini maana yake hii sukari inakuwa inaathiri mishipa yako ya vision, yani mishipa yako ya vision inakuwa inaathiri, kwa sababu tunatakiwa tujue kwamba sukari inatakiwa katika kiwango cha katikati. Sukari ikishuka sana inakuwa ina madhara, sukari ikipanda sana inakuwa ina madhara. Sukari inatakiwa iwepo katika kiwango stahiki. Yani kiwango cha sukari inatakiwa kulingana na mwili wako, unahitaji energy ngapi ili uweze kufanya shughuli zako. Kwa hiyo kama mtu ufanye shughuli za kutosha, basi energy yako unahitaji ni kidogo, tofauti na mtu ambaye anafanya shughuli za kutosha. Angalia wale watu ambao wanachimba mashimo, watu wanafanya kazi ngumu, watu wanafanya gym, wanaofanya mazoezi ya kutosha. Uwezo ukamkuta mtu ana ugonjwa wa kisukari au pressure kwa sababu wanatumia sana nishati yao, yani nishati yao haikai sana mwilini. Unakuta ni watu ambao wanachapa kazi kweli kweli. Kwa hiyo unakuta energy ambayo anaitumia, sukari anayoitumia mwilini, maana yake nishati anayoitumia mwilini inakuwa ni kubwa na inatumika yote. Yani inatumika yote, maana yake unakuta hana excess za sukari zile. Kwa sababu tunatakiwa tujue kwamba ili mtu agundulike na kisukari au mtu agundulike au ana changamoto ya kisukari, maana yake kongosho lake linashindwa kufanya kazi kuregulate au kuweka usawa wa kisukari, kwa sababu kongosho ndio engine ya kisukari. Kwa hiyo kongosho lako likiwa lifanye kazi vizuri, inamaanisha wewe unaingia katika nafasi kubwa sana ya kupata ugonjwa wa kisukari, kwa sababu kongosho lako linakuwa linazidiwa. Yani linazidiwa katika maarifa, linazidiwa labda linashindwa kuregulate, kuongeza insulin, kuregulate vizuri. Kwa hiyo unajikuta unaingia katika matatizo mengi. Lakini sababu ya sita au dalili ya sita ni vidonda kuchelewa kupona. Mgonjwa wa kisukari anakuwa anapunguza, kwa sababu unapopata diabetes au kisukari unapokipata, basi unaingia katika vidonda kuto, kwa sababu ile clotting ya damu inakuwa ni ndogo zaidi kulinganisha na kawaida, na mtu wa kawaida, kwa sababu blood clotting inakuwa imezidiwa na kisukari. Kwa hiyo sukari inakuwa na excess, glucose inakuwa ya kutosha kuliko clotting zile za damu. Kwa hiyo unakuta kidonda kinakaa muda mrefu, mwisho kinapelekea kuoza kwa sababu ya kisukari. Sasa vidonda kidogo kinachelewa kupona kwa muda mrefu, lakini pia kinga ya mwili inakuwa inashuka. Lakini tuzungumzie sababu ya saba. Sababu ya saba, kuwashwa au ganzi mikononi na miguuni. Hii watu wengi wanatokea, unakuta mkono wake au mguu ukiubonyeza hivi unakuta unabonyea, umevimba, umenini, kwa sababu ya kisukari. Kwa hiyo hiyo inakuwa ina jinsi inavyoathiri. Lakini na kuongezea hii sababu ya 8, kwa sababu tunazungumza 7 na kuongezea hii moja ya 8, unakuta huna nguvu za kiume, kwa sababu sukari inakuwa inashusha ile testosterone, hormone ya testosterone. Kwa unakuta uwezo wako wa kuperform unakuwa ni mdogo, maumbile yako yanaingia ndani, yanasinyaa na kupelekea changamoto kuwa kubwa. Kwa hiyo leo nimekuelekeza kuhusu dalili za awali, na wewe unajiona katika dalili namba ngapi, na unatusikiliza ukiwa maeneo gani? Asante sana, Mungu akubariki. Tuambie umejifunza kitu gani na unatamani kesho tuzungumze kitu gani. Usisahau kushare, kulike na kucomment kwa mtu ambaye unatamani ajue kitu ulichojifunza siku ya leo. Na kizuri ni kwamba tunayo Kongosho Herbal ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya kuregulate kile kiwango kizuri sana cha sukari, lakini pia inaongeza insulin za kutosha na kufanya mwili wako usio unatumia kila siku kutumia sindano au dawa za muendelezo. Unatumia kwa muda fulani kulingana na changamoto yako na muda fulani, baadaye sukari yako inakuwa level vizuri, kwa sababu tunakupa dawa, tunakupa mpangilio wa vyakula vya kutumia, lakini pia tunakuelekeza na baadhi ya mazoezi ya kufanya ili matokeo yako yawe mepesi au ya haraka zaidi. Kwa hiyo asante sana, Mungu akubariki. Tutaona katika vipindi vinavyokuja.